Uwepo wa miundombinu mizuri na ya kisasa katika nchi yetu hii Tanzania inafungua milango mipya katika uwekezaji wa majengo ya guest house. Ndiyo, kwa kuwa miundombinu hii inafanya ongezeko la watu katika mkoa husika kuongezeka kwa idadi kubwa, na pia mzunguko wa biashara kukua kwa kiwango kikubwa sana, hivyo kupelekea mpishano na uwepo wa watu wengi sana katika eneo hilo, kiasi kwamba kama utatumia jambo hili kama fursa linaweza likakunufaisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu watu ndio biashara na biashara ni watu. Unahitaji kuwa na watu ili kufanikisha biashara yako. Sasa hapa nimekuletea guest house, jengo zuri la kisasa lenye jumla ya vyumba 11 vya kulala, vyote ni self bedroom. Na kumaanisha self bedroom, nafikiri tunaelewana sana. Na ukiachana tu na vyumba hivyo, pia ndani humo kuna chumba maalum cha mapokezi, lakini pia kuna store kwa ajili ya kuhifadhia vifaa vya guest house, lakini pia kuko na chumba maalum kwa ajili ya kufulia nguo na kusafisha nguo kwa ajili ya wateja wako, lakini pia hata mashuka ya guest house sio mpaka yafuliwe kokote kule kwenye mabeseni nje na nini, hapana. Kipo chumba maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nguo zinakuwa safi. Hiyo ni laundry room, na jengo hili linakuwa na upana wa mita 11.5 na urefu wa mita 25. Kwa hiyo katika kiwanja chako chenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 30, hili jengo unaliweka vizuri na linakaa bila changamoto yoyote ile pale, ikiwa na jumla ya tofali za blocks 7,000, lakini pia bati za futi 10, ni bati 200 kamili, bati za 10 feet kwa maana futi 10, lakini pia mbao za kenchi 450. Pia tofali hizo nilizozitaja ni tofali ambazo zinatumika kwenye usawa wa boma peke yake, tofali 7,000. Tofali za msingi sijazitoa, sijaziestimate hapa kwa sababu zitategemeana sana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo ambao unapatikana kwenye kiwanja chako. Kwa hiyo sio sehemu ya details ambazo tutakazokuwa tukizitoa hapa. Kama utatumia tofali za kuchoma hapo, basi utatumia jumla ya tofali 24,000. Ndiyo, tofali za kuchoma zitakuwa tofali 24,000 katika ujenzi wa hili jengo. Katika muonekano wa jengo hili hapa katika picha za 3D, ndivyo ambavyo kama unaweza kuona hapa. It's OG Lodge, ni guest house ya kisasa na nzuri kabisa, ikiwa na muonekano wa kileo kulingana na soko la sasa hivi. Kumbuka, sio kila eneo utatakiwa kujenga guest house. Guest house ziko kwa ajili ya maeneo fulani na kulingana na changamoto ya huduma hii iliyopo katika hilo eneo, lakini pia kuna vitu vile ambavyo unaweza kuvizingatia wakati wa kujenga guest yako hapo. Unaweza kujenga guest yako hapo katika dhumuni la kuanzisha. Hii haitahitaji uwekezaji mwingi sana na gharama kubwa sana, lakini unaweza kujenga guest house katika eneo hilo katika namna ya uwekezaji, kwa sababu kama eneo hilo tayari liko na guest house zingine, utakapoenda kujenga guest hapo, basi jua unaenda kufanya uwekezaji na utahitaji kuwa na guest house ambayo itakuwa ni nzuri, kubwa, ya kisasa, kufanya mvuto wake uweze kuwakaribisha watu waweze kuja kuona kwamba wana haja ya kuja kupata huduma hiyo katika jengo lako hilo hapo. Lakini pia kama unaanzisha, ina maana ya kwamba watu wana haja na wanahitaji huduma hii na hawaipati, kwa hiyo watatakiwa kuipata kwako hata kama itakuwa ya namna ipi. Lakini katika eneo hilo ambalo unataka kujenga, unaweza ukajenga ukaanzisha au ukafanya uwekezaji, lakini ukawa umekosea kwa sababu eneo hilo halihitaji nyumba hiyo ya guest house. Hivyo basi, kabla hujafanya maamuzi, unatakiwa kujua ya kwamba either eneo lako litahitaji kujenga guest, au eneo lako linahitaji nyumba za kupangisha, au eneo lako linahitaji ujenge hostel. Kwa hiyo hivyo vitu unatakiwa kuvijua, na kama utashindwa kuvitambua, basi vitakuja kukusumbua na pengine kukusababishia hasara kubwa sana kwenye ujenzi wako au katika uwekezaji wako. Hii ni ushauri tu, kwa sababu dhumuni letu sisi ni kuhakikisha kwamba wewe unafanikisha kile ambacho unachokifikiria, lakini pia katika namna ile ambayo wewe unakuwa umedhamiria au unahitaji. Nikukumbusha, hakikisha umetufollow mitandao yote ya kijamii, lakini pia kusubscribe katika YouTube channel yetu ni ujanja zaidi. Huko utapata muda na wasaa wa kutazama videos mapema sana pale ambapo zitakapokuwa zinawekwa katika mitandao hiyo. Kwa hiyo ni vyema ukasubscribe na ukawa mwanafamilia moja kwa moja, ili uweze kuhakikisha kwamba kila kinachowekwa basi unakuwa wakaza kuweza kukitazama. Lakini pia mitandao mingine yote tunapatikana kwa maana ya Instagram na mitandao yote, Facebook, TikTok, kote huko unakopatikana sisi tupo. Hakikisha umetufollow kuongeza familia kabisa.